Sasa katika eneo hili Petro anasema, sura ya 5 waraka wa mtume Petro, waraka wa kwanza wa mtume Petro sura ya 5, anasema na wasi wazee walio kwenu, mimi niliye mzee mwenzi wao na shahidi wa mateso ya Kristo na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye, lichungeni kundi la Mungu alilonunua na kulisimamia, si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari, kama Mungu atakavyo, si kwa kutaka fedha ya aibu, bali kwa moyo, si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi. Na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, mtaipokea taji ya utukufu ile isiyokauka. Lichungeni kundi la Mungu. Ni ajabu na ni aibu kusikia mzee wa kanisa anamaliza mwaka mzima hajahudhuria jumuiya. Na nakasirika, naona ngoja nirudie. Ni aibu na ni ajabu kusikia mzee wa kanisa aliyechaguliwa kwa kura nyingi anamaliza mwaka hajahudhuria jumuiya. Mzee wa kanisa kule kwenye jumuiya ni kiongozi, ndiye anayepaswa kuwatia moyo viongozi wa jumuiya, mwenyekiti wa jumuiya wanapokuwa wamekata tamaa, ndiye anapaswa kuwatia moyo, maana yeye anahusika kwenye vikao vya baraza, ile mipango inayopangwa ndiye anayejua kwa ukamilifu. Yeye anahusika kuwatia moyo anapoona michango ya jumuiya inakwama. Mzee wa kanisa ana wajibu wa kuingia barabarani kushirikiana na viongozi wa jumuiya. Tumekwama wapi? Inawezekana bajeti ya mwaka huu, kama kila mzee angesimama kwenye nafasi yake, akasimama na viongozi wa jumuiya, anasema sasa tunatembea nyumba kwa nyumba, inawezekana hapa tulikuwa tunatangaza tuna milioni 5. Anasema hivi kwenye Petro, na wasi wazee walio kwenu, mimi nile mzee mwenzi wao na shahidi wa mateso, lichungeni kundi la Mungu. Lichungeni kundi la Mungu lilo kwenu na kulisimamia, si kwa kulazimishwa. Matamani kumaliza kiatu chako kwa kufanya kazi ya Mungu. Tamani niliwaambia juzi wakati tunatembea kwenye jumuiya, mimi nafika mahali kiatu nakwenda hivi, kiatu kinaenda hivi, mguu unaenda hivi. Kazi ya Mungu, kiatu kimetoboka. Na ndio maana watumishi wa Bwana wengi wakija huwa watamani kuvua socks nyumbani bila kutembea nyumbani. Sasa umeshaleki, anapiga hesabu, nikivua kiatu changu socks zimetoboka huku, sasa ingiaje kwenye nyumba ya Mkristo, socks zimetoboka, ataanza kunisema, kwa ataingia tu na viatu. Bwana asifiwe. Kimetoboka kwenye kazi ya Mungu. Sasa kimetoboka kwenye kazi ya Mungu, kibona sasa. Umeona kiatu cha mchungaji kinaangalia upande huu, kumbe kimetoboka na tafuta kuondoa. Bwana asifiwe. Kwa mzee wa kanisa, kiongozi wa jumuiya, kiongozi wa kwaya, weka utaratibu wa kutembelea kondoo zako. Weka utaratibu wa kutembelea watu wako. Hujamwona mtu kwenye mazoezi siku 2, kabla hujampigia simu mfuate, au mpigie simu mwenzi na shida gani mpendwa, unaona hajaje, nenda nyumbani kwake, zungumza naye. Ana mambo magumu wakati mwingine kukutana naye. Kama kiongozi unamtia moyo, anasimama vizuri kwenye nafasi yake. Kiongozi wa kanisa ni tofauti na kiongozi wa serikali tunaofahamu. Kiongozi wa serikali anaweza kutumia fimbo, anaweza kutumia chochote, anaweza kukuweka ndani. Sio kiongozi wa kanisa. Kiongozi wa kanisa tunatumia maneno. Yale maneno tunapozungumza, kuna watu wanasikia, wanaona kweli hili jambo tulifanyie kazi. Kiongozi wa kanisa ni mtumwa. Kiongozi wa serikali ni bwana, ila kiongozi wa kanisa ni mtumwa. Usiku wa manane tumelala, simu ndani, unanyanyuka kwenda kupokea. Mimi huku tunagombana na mke wangu, mimi huku, barikiwe sana, barikiwe sana. Mimi huku kuna hiki, mimi huku kuna hiki.
mchungaji au mwinjilisti ananyenyuka. Nimesikia kwa fulani kuna ugomvi, ananyenyuka, anaondoka usiku wa manane kwenda kusuluhisha ile tatizo. Ni kiongozi wa jumuiya, amesikia kwenye jumuiya yangu kuna tatizo mahali fulani, ananyenyuka. Wakati mwingine chakula kiko hapa, ananyenyuka, anakwenda kuzungumza, anatengeneza matatizo yaliyopo. Ni kiongozi. Kiongozi wa kanisa ndio maana nasema ni mtumwa, sio bwana. Sasa kitabu kile cha Injili ya Marko, mtakatifu, ile sura ya 10, naomba hapa nikupitishe kidogo. Mstari wa 35, lakini naenda kusoma mstari wa 42. Ule wa 35 unasema hivi: na Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo wakamwendea wakamwambia, Mwalimu, twataka utufanyie leo lolote tukuombalo. Akawaambia, mwataka niwafanyie nini? Wakamwambia, utujalie sisi kuketi mmoja mkono wa kuume na mmoja mkono wa kushoto katika utukufu wako. Wanaenda kuomba nafasi. Inawezekana ukapiga kampeni, unaomba uwe mzee wa kanisa, ukapiga kampeni unaomba uwe kiongozi wa kwaya, ukapiga kampeni uwe kiongozi wa jumuiya, lakini ukijua kitu unachopigia kampeni, usingeweza kupiga kampeni. Hapa inawezekana hamjapiga kampeni, lakini mahali pengine wanapiga kampeni za namna hiyo. Sasa anasema hivi, Yesu akawaambia, ule mstari wa 42, Yesu akawaita akawaambia, mwajua kuwa wale wanaohesabiwa kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu, na wakubwa wao huwatumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu anayetaka kuwa mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu, na mtu anayetaka kuwa kwanza kwenu atakuwa mtumwa wa wote. Kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia kwa wengi. Kiongozi, wewe ni mtumwa, lakini mahali pengine Yesu anasema sisi ni watumwa tulio na faida. Ni watumwa tulio na faida. Tunawatumikia watu, sisi sio mabwana. Ndio maana kitangazwa jambo tunategemea kuona ninyi viongozi mliochaguliwa ni watu wa kwanza kabisa kutusaidia kueleza habari. Na ndio maana siku zote watu tunasema michango mingi kwenye kanisa inafeli, kwa sababu wale ambao tunategemea watusaidie hawajakaa kwenye nafasi zao, hawajakamata kwenye zamu zao vizuri. Lakini pia wale ambao tunategemea watusaidie hawajaelewa jambo. Kama kiongozi hajaelewa, anayeongoza watu, uwe na uhakika na wale ambao anawaongoza hawataelewa mapema. Ila kiongozi akielewa, akalielewa hili jambo, mfano tulisema tunataka kamati ya ujenzi ulituletea, tunataka tupate milioni 17 kwa ujenzi unaoendelea. Kiongozi akielewa, kule kwenye jumuiya anaenda kuambia, na wale kwenye jumuiya wakielewa, wanaeneza ile habari. Ile milioni 17 inakuwa ni ndogo sana kuipata. Lakini kiongozi kama hajaelewa, kwanza anasema milioni 17 tunaweza kuipata kweli? Hasa hapo yuko kwenye jumuiya, wamekaa kwenye mamaliza jumuiya, hasa wameweka matangazo sasa. Hivi milioni 17, hivi sisi Agostino tuko watu 9, milioni 17 tutapata kweli? Yaani kiongozi akishakuwa na mashaka, uwe na uhakika wale ambao wanaongoza pia wanalisi. Kwa baada ya kupata milioni 17 tunaishia 200,000. Kwa nini? Kwa sababu kiongozi hakuelewa, akaingiza mashaka. Tuwe kama Kale, akina Yeshua walipotumwa kwenda kupeleleza nchi, wakati wanaona wale wana akikwamba ni wakubwa, ni majitu yanatisha, wale makabila mengine 10 wakasema kwa kweli hawa watu tukifika tu wanatunyonya pua zetu, wanatumaliza mapema. Lakini hawa wawili akina Kale na Yoshua kaja wanasema wale watu wale ni chakula chetu. Yaani wale tunawamudu, wale tunawaweza. Wale ni chakula chetu.
hawatuwezi, tunawaweza, akaleta matumaini kwa watu. Bwana asifiwe. Wakati wengine wanaleta mambo ya kuhuzunisha, kiongozi umepewa neema ya kuleta matumaini. Umepewa neema ya kuleta faraja. Mahali ambapo faraja haipo, kiongozi umepewa hiyo neema kusababisha faraja itokee. Wewe sio bwana, wewe ni mtumwa, lakini ni mtumwa mwenye faida. Tuna faida leo. Wamemaliza muda wao, tumewaombea wapate baraka kutoka kwa Bwana. Mwambie Mungu, mwaka jana nimefanya kazi yako, nimemaliza salama, nisaidie Bwana katika mahitaji haya, kama Hezekia alivyofanya. Alipougua akasema, Mungu kumbuka. Ndio maana nikasema umechagua kuwa kiongozi, jitahidi kuweka alama ambayo haitafutika. Bwana Yesu asifiwe. Kwani mlikuwa mko hivi zamani? Sasa tulikuwa hivi. Hatukuwa na fence, na hata tulikuwa na ndoto ya kwamba tunaweza kujenga gorofa. Ndoto haikuwepo. Lakini kuna wachache walisimama. Kuna wachache walisimama wakapenyeza maono yao. Kwa kiongozi lazima utoe maono ulionayo yanayojenga kazi ya Mungu, sio kubomoa. Wanawaambia hivi, kama ukitangaza mchango kanisani, unahisi huo mchango umekukwaza, umekukera, huwezi kutoa, msimamo wako baki kwa moyoni. Ili ukienda kusema mimi hiyo hela ni store, maana kuna tafuta watu wengine kukuunga mkono. Baki nao msimamo wako moyoni, uache wale ambao wanatamani kutoa watoe, na kazi ya Mungu iende. Naomba niseme hivi, tanisamehe kidogo. Tunajenga kanisa la ghorofa, lakini sina imani kwamba wote tumeshatoa mchango tulioko hapa. Sina imani. Lakini kule mitaani unasema tunajenga kanisa la ghorofa, tumeshamwaga nguzo, ghorofa linaendelea, lakini ukiuliza umeshatoa ngapi, una majibu. Bwana asifiwe. Kwenye awamu tunayoendea, natamani kuona kila mmoja kile ambacho Mungu amemjalia kutamka ili atoe, ili Kristo atukuzwe. Sasa naomba tumalizie kwenye kitabu kile cha Wafalme wa kwanza sura ya 3. Wafalme wa kwanza sura ile ya 3. Wafalme wa kwanza sura ya 3. Biblia inazungumza ule mstari wa 7, anasema hivi: na sasa Bwana Mungu wangu, umenitawaza mimi niwe mfalme na mtumwa wako badala ya Daudi baba yangu. Mimi ni mtoto mdogo tu, sijui jinsi inipasavyo kutoka wala kuingia, na mtumwa wako yu katikati ya watu wako uliowachagua, watu wengi wasiweza kuhesabika wala kufahamika idadi yao, kwa kuwa ni wengi. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako na kuwapa na kupambanua mema na mabaya. Maana ni nani awezaye kwa hukumu hawa watu walio wengi? Mstari unaofuata wa 11, Mungu akamwambia, kwa kuwa umeomba neno hili, wala kujitakia maisha ya siku nyingi, wala kujitakia utajiri kwa nafasi yako, wala kujitakia roho za adui zako, bali umejitakia akili za kujua kuhukumu. Basi tazama, nimefanya kama ulivyosema. Tazama, nimekupa moyo wa hekima na akili, hata kabla yako hapatakuwa na mtu kama wewe, wala baada yako hatainuka mtu kama wewe. Sulemani alitambua hana uwezo wa kuongoza, lakini alipochaguliwa kuwa mfalme akaona, mimi siwezi kuongoza, wakati mwingine mimi siwezi kusema vizuri, Mungu nipe hekima. Angeweza kuomba utajiri au kitu kingine,
akasema Mungu nipe hekima. Kiongozi, unaongoza watu na kuzidi pesa, wanakuzidi umri, wanakuzidi elimu. Kuna wengine walimaliza shule kama mimi. Unajua wale waliomaliza shule, kuna tofauti ya kumaliza shule na kuhitimu, si ndio? Ukimaliza darasa, ukifika darasa la 7 unasema nimemaliza darasa la 7, huwezi kusema nimehitimu darasa la 7. Nimemaliza. Kwa wengine tumemaliza shule na Kiswahili chetu ni cha kijijini kabisa. Lakini tumepewa tu neema ndogo ya kuongoza watu. Kama ambavyo tumepewa neema ya kuongoza watu kwenye jumuiya, kwenye kwaya, na wakati mwingine tumepewa kuongoza watu wenyewe kwa hata monitor kule shule ya msingi. Lakini kanisa na Mungu amekuamini kwamba unaweza kuongoza watu kwenye kazi ya Mungu. Mwambie Mungu akupe hekima, akupe maarifa ya kuzungumza na watu. Wakati mwingine umeenda kuomba mchango na kukatisha tamaa na kutamkia maneno magumu, mwangalie Mungu ambaye amekuita akakuweka kwenye nafasi hiyo. Sulemana akaomba hekima ili Mungu ampe hekima, ajue kuingia, ajue kutoka, ajue kuhukumu. Si mnafahamu kesi iliyofuata baada ya hapo? Wale makahaba wale walimletea kesi, alafu anaamua ile kesi kwa hekima kabisa na kwa akili nyingi. Wakasema kwa kweli ameamua vizuri. Kiongozi, usiwe mtu wa kulaumika. Usiwe mtu wa kulaumika. Tunategemea tusipate viongozi ambao wanalaumika. Ukisikia kuna mahali kuna shida, ujue wewe ndio sababu ya kuleta faraja mahali pale. Kuna mahali kuna ugomvi, wewe ndio sababu ya kutatua matatizo yako pale. Wewe ni kiongozi. Kwa Mungu akupe hekima, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.